Shalom ndugu mpendwa katika Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri njema ambayo Mungu ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema. Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Mungu anayetaka kukuona wewe ukifanikiwa, ukikua, ukiongezeka. Ndiyo maana kila siku anakufundisha neno lake ili upate kujua ni nini ulio wajibu wako, na kutokana na kufanya kazi wajibu wako umruhusu yeye aweze kutekeleza mpango wake mzuri juu ya maisha yako. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mithali sura 29 mstari wa 1, aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla wala hatapata dawa. Maandiko matakatifu yanatuonyesha umuhimu wa kila mtu kusikiliza maonyo. Neno linasema yoyote anayeonywa mara nyingi, yoyote anayekatazwa juu ya jambo fulani ya kwamba hili usilifanye, lakini yule mtu akagoma kusikiza yale maonyo, neno linasema kuna mabaya yatampata ghafla. Akichupaza shingo atavunjika ghafla. Huu ni msemo tu ambao unajenga picha ya kwamba kama kuna mtu, yamkini ni wewe au unayemfahamu, ambaye amekuwa akionywa jambo fulani mara kwa mara, na yule mtu amekuwa akiweka ubishi, amekuwa akiweka moyo mgumu katika kufanyia kazi maonyo, maandiko yanatuambia mara ghafla jambo baya litampata, kwa sababu huyu mtu amekuwa akionywa kutoka katika njia mbaya, lakini amekuwa mbishi. Katika kuelezea somo hili kwa njia nzuri, nimekumbuka hadithi fulani ambayo niliwahi kusikia nilipokuwa mdogo. Hii ni hadithi ya kufikirika, na ilikuwa inaeleza namna hii ya kwamba katika eneo fulani kulikuwa kuna mimea ya aina mbili. Kulikuwa kuna mti jamii ya mpapai, na kulikuwa kuna majani jamii ya mitete. Na katika lile eneo la wazi upepo mkali ulikuwa unapiga katika lile eneo, na jinsi upepo ulivyopiga ndivyo ile miti kwa namna moja au nyingine ilikuwa ikiyumba. Sasa mitete yenyewe ilikuwa na asili ya kuinama zaidi. Kwa jinsi upepo unavyozidi kupiga, ile mitete nayo ilikuwa inazidi kuinama. Na kwa vile ni hadithi ya kufikirika, ni kana kwamba ile mimea ilikuwa inaongea. Kwa hiyo ile mitete ilikuwa inamwambia mpapai, mpapai ungeinama, upepo huu ni mkali, utakuumiza. Lakini kwa sababu mpapai ulijiona wenyewe ni mkubwa na una nguvu zaidi kuliko mitete, wenyewe ukakataa. Ukasema hakuna sababu ya mimi kuinama. Mimi nina nguvu kuliko wewe, mimi ni imara zaidi, ninaweza kujimudu mwenyewe. Mazungumzo haya yalikuwa yakiendelea kwa muda wote upepo ulivyokuwa ukipuliza. Na kwa bahati mbaya upepo ulivyozidi kuongezeka nguvu, mitete ikazidi kuinama zaidi. Lakini kwa sababu ya kiburi cha mpapai ukavunjika. Sasa hii ni hadithi ya kufikirika ambayo tulipokuwa mtoto nilisikia, na naamini hata watoto wengine kwa namna moja au nyingine wanasikia hadithi. Lakini ndani yake kuna dhana fulani ya kujifunza. Kuna jambo tunajifunza ndani yake, ya kwamba iwapo wewe utasikia maonyo kama vile mpapai ulivyokuwa unapewa maonyo, lakini ukafanya ugumu wa kutokufanyia kazi yale maonyo, basi kitakachofuata ni utavunjika ghafla. Ni kwamba ulikuwa unaonywa usifanye jambo hili, unaleta ubishi, badala ya kufanyia kazi maonyo unaamua kuleta jeuri ya kuendelea kulirudia kosa lile. Basi ni kuhakikishie ya kwamba kuna jambo baya litakukuta ghafla, na hilo jambo baya litakugharimu zaidi kujikwamua kutoka katika hilo tatizo kuliko ambavyo ingekugharimu kufanyia kazi maonyo. Kwa nini usubiri mpaka tatizo likukumbe ndio ushtuke? Ndugu mpendwa, huu ndio wakati muafaka wa kuamka kutoka katika usingizi. Lile ambalo Bwana amekuwa akikuonya, achana nalo na urekebishe mwenendo wako sasa. Mungu akubariki.